Habari yako mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu popote pale ulipo. Natumaini kabisa weekend yako ilienda salama, ya kwangu pia ilienda salama. Lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kumaliza kambi yetu ya matibabu katika hospitali ya Lumumba pale Zanzibar, ambapo tulifanya pale takriban watoto 20 wamepatiwa upasuaji wa mdomo wazi. Naamini kabisa taarifa hizi zitakuwa njema hata kwa ndugu jamaa na marafiki zetu kule mtaani. Watazidi kutoa taarifa nzuri kwa ajili ya taasisi hii ya The Same Qualities Foundation, kwa mkurugenzi wa Peter Mabula ambaye amejitoa kabisa kwa ajili ya watoto wetu. Lakini pia bado hatupumziki. Kambi yetu matibabu inaelekea pale Tabora Malolo tarehe 12 mpaka tarehe 16. Taarifa hii ukisikia mwambie na mwingine ili aweze kufika apatiwe upasuaji wa mdomo wazi ambao tunafanya bure kabisa. Karibu katika magazeti ya asubuhi ya leo, uko nami Pendo Goldson. Gazeti la Mwananchi hapa, habari kubwa iliyopewa kipaumbele ni kwamba ni kizungumkuti Chadema kujiungua uchaguzi 2025. Wanasheria, wanasiasa, wadau waibuka na mitazamo tofauti. Kigogo wa CUF akumbushia magumu walioyapitia waliogombea uchaguzi wa Zanzibar. Heche asisitiza hawatarudi nyuma. Usimama uamuzi wa vikao halali. Habari hiyo unapata katika ukurasa namba 2, ukurasa namba 3. Lakini mtego mwingine wa bunge CCM Mei 1. Jamani, hii sikukuu aga ni ipi? Mei Mosi tunasemaga ni sikukuu ya wafanyakazi, ni sikukuu ya wafanyabiashara, tujue. Mimi najua kabisa Mei Mosi ni sikukuu ya wafanyakazi. Sasa hapa mtego mwingine wa bunge CCM ni tarehe ya CCM kuanza kutoa fomu kugombea udiwani, ubunge na uwakilishi hadi Mei 15, 2025 kwa ajili ya uchaguzi mkuu, huku vikao vya bunge la bajeti vikiendelea. Kwa yote yule sasa atakayekuwa anataka fomu, jamani, fursa hii hapo kuanzia Mei 1 mpaka Mei 15. Chukua fomu yako jamani, udiwani nini, bunge, jiandikishe pale. Wananchi sasa uje useme sera zako tuweze kukuchagua jamani. 2025 mwezi wa 10 pale tunaelekea katika uchaguzi wetu mkubwa kabisa kumchagua rais. Sasa jiandae mapema wewe mwananchi. Vifo vya mkurugenzi dereva TANESCO walivyoacha simanzi. Taarifa hii imetokea Aprili 13 jamani. Mkurugenzi wa TANESCO ametuaga. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa familia nguvu na faraja, pia azidi kuwapa faraja katika familia hii ya mpendo wetu. Habari unapata katika ukurasa namba 6. Lakini pia tukiingia gazeti lingine asubuhi ya leo, timu ya msaada wa kisheria ya kutana na vilio Lushoto. Habari unapata katika ukurasa namba 9. Lakini makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ajitosa urais Zanzibar tena. Lakini serikali yaipongeza NMB kampeni ya upandaji miti. Habari unapata katika ukurasa namba 8. M23 wamshtumu kikosi cha SADC. M23 washtumu kikosi cha SADC. Habari unapata katika ukurasa namba 19. Viongozi watajwa kutowajibika kutatua migogoro ya wananchi. Habari unapata katika ukurasa namba 4. CCM Zanzibar yaonya watakao hujumu kura za maoni. Habari katika ukurasa namba 4. Mpango Samia amedumisha amani kupitia falsafa ya 4Rs. Lakini habari unapata katika ukurasa namba 4. Baiskeli ya usika kifo cha bosi wa TANESCO. Rais Samia, naibu waziri mkuu Doto Biteko amlilia pamoja na dereva wake alikuwa miongoni mwa wakurugenzi watendaji wa chapakazi. Habari unapata katika ukurasa namba 4 katika gazeti hili la Majira. Gazeti la Taifa Tanzania anasema Dr. Mpango ahimiza amani kumwenzi Mwalimu Nyerere. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Lakini pia katika gazeti hili Rais Samia amlilia DG wa TANESCO, yeye na dereva wake wafariki kwenye ajali ya gari Bunda. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Lakini mbunge apata majibu kuhusu elimu ya mlipa kodi. Habari hii unaipata pia katika ukurasa namba 4 katika gazeti la Taifa Tanzania. Nikiendelea na gazeti lingine asubuhi ya leo, mtazamaji wa SKF TV, endelea kusubscribe, kulike, kucomment katika YouTube channel yetu. Gazeti la Uhuru kweli daima anasema Daktari Mpango agusia wosia wa Nyerere, lakini asema alisisitiza Watanzania kulinda amani, aliamini usawa na ubinadamu na ujenzi wa taifa lisilo na matabaka. Lakini alitoa kauli hiyo katika kongamano la kumbukizi ya miaka 103 ya kuzaliwa Nyerere, amtaja Rais Samia kufuata nyayo hizo. Habari hiyo unapata katika ukurasa namba 2. CCM Zanzibar kuwabana watu wa rushwa katika uchaguzi wa ndani. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Lakini simanzi Rais Samia amlilia bosi TANESCO. Habari unapata katika ukurasa
Katika ukurasa namba 2 katika gazeti la Uhuru, ukweli daima. Gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, Rais Samia amlilia bosi wa TANESCO. Ni mkurugenzi Nyamohanga aliyefariki kwa ajali na dereva wake mkoani Mara. Dr. Biteko Zito Kabwe wasema taifa limepoteza kiongozi mchapakazi, mzalendo na asiye na makuu. Lakini bodi ya wakurugenzi TANESCO waguso waomba utulivu kwa wafanyakazi na Watanzania. Mwenyezi Mungu pia azidi kuwapa faraja sana katika familia yao, lakini pia na wananchi wote. Mahakama ya rufaa ya shusha nyundo Vodacom kodi TRA. Habari unapata katika ukurasa namba 3 katika gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Nikimalizia na gazeti la Habari Leo, anasema Samia amwagiwa sifa kumwenzi Nyerere. Ni Umoja wa Mataifa, maridhiano, uongozi, miradi, Mangula, Kimiti, Tiligati, Butiku wahimiza uadilifu. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Lakini Chadema yapingwa kutosaini kanuni. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Makamu wa Rais Zanzibar autaka urais. Habari unapata katika ukurasa namba 2. JWTZ India wajinoa usalama bahari ya Hindi. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Mtendaji TANESCO kuzikwa Jumatano, chanzo cha ajali chatajwa. Habari unapata katika ukurasa namba 2 katika gazeti hili la Habari Leo. Nikwambie tu mtazamaji wa SQF TV, nimekusomea machache kati ya mengi ambayo yameandikwa hapo katika magazeti. Hakikisha tu unaenda kununua nakala yako kisha ukapitia kile kilichoandikwa ndani ya magazeti. Niwape pole sana kwa familia ya mkurugenzi wa TANESCO, lakini pia na wananchi wote. Zaidi ya yote mtazamaji wa SQF TV, nikwambie tu nikushukuru sana, wewe ni wa thamani na mimi ninakuthamini. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika pale SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Zaidi ya yote Malolo tarehe 12 hadi tarehe 16 pale Tabora, kambi yetu ya matibabu itaenda kutoa pale kwa ajili ya upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Ukisikia taarifa hii mwambie na mwingine. Ulikopo nami Pendo Godson katika magazeti ya asubuhi ya leo, nikutakia asubuhi yenye baraka. Bye kwa sasa.